Today is on Wednesday, and today we are also gathered here with my pastors, the pastors of Friends Church Kongowea, to discuss a good topic of giving. Just to introduce you to these pastors, on my far right we have Pastors Oscar Sagwa. On my far right, Pastor Oscar Sagwa, sema kitu. Welcome, audience. I'm Oscar Sagwa, Friends Church, Shansu. And next to Pastor Oscar, Praise the Lord. I'm Pastor Alfred Mbolo, Pastor Kongowea. and then me, your host, Conrad Mulama, and on my left we have Naitwa mchungaji Peter Chome kutoka Kisauni Friends Church. Karibuni sana. Kabla tuzame katika discussion ya leo, tutapata maombi kutoka kwa pastor wa Shanzu, Pastor Oscar Sagwa. Karibu. Asante wapendwa, wacha tuamini. Baba, katika jina la Yesu tunakuinua, tunakutukuza kwa minajili ya siku njema ambayo umetupa Bwana. Tazama Mungu ajabu, tumekuja katika ukumbi huu ili kwamba Bwana tukaweze kusemezana pamoja naye, ili kwamba neno lako linalosema kwamba njoni pamoja tukasemezane. Baba, angalia Baba, tumekuja kwa minajili ya kusemezana kwa neno lako. Mungu ajabu, sema nasi na tufundishe, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Good. Now, our viewer, today we are sinking into the deepness of worshiping. And the deepness of worshiping, we want to tackle a topic we call Christian giving. Pastor Chome, we start with you. What is Christian giving? Tunapozungumzia kuhusiana na mambo ya Christian giving, hili ni neno ambalo kwamba ni zito linavyoeleweka kwa sasa hivi, kwa sababu habari hizi za utoaji hazijaanza juzi wala jana. Mambo haya ni mambo ambayo tunayasoma katika Biblia, kitabu cha Mwanzo, wakati Habel na Kain wanamtolea Mungu. So hapa ndipo mwanzo wa utoaji unapata kuonekana. Na unapoona hata huu wakati tunapozungumzia kwa marefu na mapana, ni amri ya Mungu ya kwamba watu wakapate kufanya hivyo. Na wanaona wakati wa Habel na Kain, tunaposema hiki ndicho chanzo cha utoaji ulipokuwa unaanzia, ni kwamba wakati huu wanadamu kwanza walikuwa kidogo sana. So kwa sababu watu walikuwa ni kidogo sana, ni kwamba habari za utoaji zilianza tu wakati ulimwengu ulipofanya nini? Ulipoanza. Habari za utoaji zilianza tu wakati wanadamu walipoanza kuishi katika huu ulimwengu. Hapo ndipo utoaji ulifanya nini? Ulianza. So kwa upande mwingine, hii ni amri ya Mungu ambayo lazima watu wakapate kumtolea Mungu. Na kwa sababu ni amri ya Mungu, jambo hili ndipo limekuja katika makanisa, na linapokuja katika makanisa watu wamekuwa wakifundishwa jinsi vile watu wa kale walivyotoa, vile wanavyostahili kutoa, na yale mambo ambayo ni nini wanachostahili kupeana. Kwa hivyo hili si jambo ambalo limeanza juzi wala jana. Christian giving, haya ni mafundisho ya kumtolea Mungu ambayo yanafundishwa katika makanisa. Na haya mafundisho ambayo yanafundishwa ni mafundisho ambayo kwamba yalianza tangu kuundwa kwa misingi ya huu ulimwengu. Hivyo ndivyo ninaweza nikasema kwa ufupi. Asante sana. Now, Pastor Ndolo, why is it important? Why should a Christian be able to give? Why should we give? Asante. Bwana asifiwe. Tunapoangalia kuhusu the issue of giving, tunapata kutambua ya kwamba giving is a command from God. Mungu ametuamuru tukapate kutoa. So Mkristo ni lazima akapate kutoa kwa sababu ni amri kutoka kwa Mungu. Na Mungu anifanya amri na anaiweka tena katika matendo. Maana unaposoma maandiko, Mungu alitoa mwanawe Yesu Kristo kama dhabihu. Biblia inasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu akatoa,
Mungu akatuonyesha upendo na akatucommand tukapate kutoa jinsi vile Mungu alivyotoa. Sababu ya pili ya kutoa tena, kutoa inaonyesha uaminifu wetu kwake Mwenyezi Mungu. Wapendwa, unaweza abudu Mungu katika nyimbo. Nyimbo hazionyeshi uaminifu wa moyo. Unaweza abudu Mungu hata kupitia katika mahubiri. Lakini ukweli ni kwamba mahubiri haionyeshi uaminifu wa moyo. Kama kuna sehemu inayoonyesha uaminifu ni sehemu ya giving peke yake. Maana unatenda sawa na jinsi vile Roho Mtakatifu aliye mtakatifu wa Mungu amekuelekeza kutoa. Unatoka licha ya kwamba ni uaminifu. Kwa hivyo ni muhimu kama Wakristo ya kwamba lazima tukapate kutoa jinsi vile Mungu alivyotuamuru. Oscar, Pastor Oscar, kwa mtazamo wako, why should Christian be able to give? Ningelipenda kuhimiza Wakristo kwa sababu sehemu ya utoaji ni sehemu muhimu sana kwa Mkristo. Maana hili ni agano linalotoka kwa Mwenyezi Mungu. Si agano la mwanadamu bali ni agano la Mungu. Unaposoma Malaki 3 kuanzia 10 mpaka 12 utapata Mungu akasema hii ndio njia pekee tunaweza kumjaribu. Kama hatutamjaribu, je, tunaonyesha uaminifu wetu kivipi kwa Mungu wetu? So ikiwa yeye pekee aliweza kumtoa mwanae kipekee, akajitolea na akamtoa akatufilia dhambi zetu, je, na sisi tunaonyesha uaminifu wetu kivipi kwake Mungu? So ndiposa anatuhimiza katika kitabu hicho kikisoma utapata kwamba anatuhimiza kwa njia moja. Hii ndio njia pekee ambayo anataka kuona uaminifu wetu wa utoaji. Maana si njia nyingine ambayo tunaweza kumsongea Bwana, lakini kumsongea Mungu peke yake ni kumtolea. Hapo ndipo naweza kuona muhimu wa utoaji kwa Kristo. Na kumtolea Mungu ndio njia moja ya kumsongea Mungu. Pastor Chome, what should you give? Biblia ama kulingana na maandiko vile ambavyo yako, ndugu yangu, hakuna kitu fulani ambacho hicho ndio kiliambiwa tunaweza kumtolea Mungu na kingine hakifai. Nasikia kile uko nacho ni ardhi, unaweza kukata ukapeana ikafanya kazi ya Mungu. Ni nyumba umejenga, lakini Roho wa Mungu amekugusha kwamba hii nyumba wacha nipeane ifanye kazi ya Mungu, wewe unapeana hiyo nyumba kwa kazi ya Mungu. Kama Biblia inavyosema wakati ule wa Hanania na mkewe Safira, enzi hizo za mitume, ya kwamba watu waliuza vile walivyokuwa navyo wakapeleka katika miguu ya mitume, walikuwa wanamtolea Mungu. Katika enzi ya Agano la Kale utaona vile ambavyo watu walikuwa wanatoa mifugo kama vile ng'ombe, wanapeana kwa makuhani, wanapeana kama sadaka ya kuteketezwa. Wakati huo huo watu walichukua njiwa wakapeleka kanisani, wakapeleka kwa miguu ya mitume, yani wakapeleka, yani vitu vingi watu walichukua kama sadaka na wakapeleka katika kanisa. Sasa mpaka sasa hivi huwa tunasema ya kwamba si fedha tu peke yake ambazo zinaingia katika kanisa. Hapana. Hapa mjini ambapo tunaishi kama hapa Mombasa, hakuna vizizi vya ng'ombe hapa. Hapa ndipo watu wanatoa pesa. But ukienda katika hizo sehemu za reserves huko ndani huko, watu huchukua ng'ombe wakapeleka kanisani. Tunapokuja kwa issue kama ya malimbuko, nimekuwa nikihudumu katika makanisa ya reserves, na huko utapata mtu ameleta yai moja ameleta, sema hili ilifundishwa kwamba yai la kwanza likiangushwa na kuku nilete hapa kama limbuko, ameleta pale. Unaona, ukifika huko utapata wakati mwingine mtu anakuambia nimeleta mbuzi, amekuja kushukuru juu ya jambo fulani, ameleta pale mbuzi. Nimewahi kushuhudia hata mikono yangu imeshika kamba ya ng'ombe, maana yake imeletwa kanisani, mtu amekuja kushukuru. Amekuja na nini? Na ng'ombe. Ukienda kule reserves utapata kwamba hizi mambo la fungu la 10, mahindi watu wanavuna chakula hivi, wanavuna chakula hivi. Mwisho wakishakusanya hivi, sehemu ya 10 inafanya nini? Inaletwa ni chakula imeletwa. Mahindi, maharage na vitu vingine. Watu wanafanya nini? Wanaenda kanisani.
Sasa hii ni sawa na kwamba bwana moderator, tunapozungumzia issue na utoaji, chochote kile ambacho unacho na Bwana amekugusa kwamba upeleke kanisani, hicho beba, peleka. Nimefanya attachment mahali fulani katika sehemu za Western Province. Ule ulikuwa unaenda na ukifika huko mtu analeta hii avocado, mapera. Unaona? Unaletewa mapera pasta. Yaani hivi ndivyo vitu mtu ameguswa wiki nzima. Ya kwamba nahitaji kwenda katika nyumba ya Bwana, lakini nabeba nini? Sina pesa. So mtu anabeba hizo mapera, hizo avocado, analeta pale. Alafu basi ombe yako hii kitu. Sasa unapiga maombi, ameleta mapera mawili, mkipera moja, avocado mbili, lakini zimefungwa katika sehemu ya heshima, kimeletwa madhabahuni. Maana yake hicho ndicho kitu mtu alichokuwa nacho. Unaona mkunde, hii mboga ya mkunde hii. Kumepambazuka na ni asubuhi, ni siku ya Bwana. Maana amefundishwa kwamba katika nyumba ya Bwana usiende mikono mitupu. Nao anang'oa ule mkunde. Anafunga hivi. Anaweka kwa paper bag. Mkitoa sadaka pale mnashtukia huyo mtu analeta sadaka lakini ni majani. Akiweka pale ule ni mkunde. Maana yake ndio kitu alichokuwa nacho katika mikono yake. Na Biblia inasema usiingie katika nyumba ya Bwana mikono mitupu. So unaposema usiingie kama mikono mitupu, hii inamaanisha lazima ubebe kitu. Na by the way, kile ulicho nacho ndicho kikubwa. Ona Masia wakati unatoa sadaka. Yule mwanamke akaleta ile senti moja. Sijui sasa tungesema peni ama shilingi, I don't know. Lakini watu wote waliopeana vile vitu vyao pale. Ushaona? Dakika ya mwisho Yesu Kristo anaambia umati, mnaona yule mwanamke yule ametoa hii coin. Basi yule ndo ametoa vingi kuliko wote. Kwa sababu ninyi mmetoa sehemu ya zile mlizo nazo. Lakini huyu amepeana vyote alivyokuwa navyo. Ushaona ndugu? So hii inamaanisha kwamba chochote ulicho nacho unapeleka kwa nyumba ya Bwana. Kumwambie Bwana asante, maana umenifanyia. Asante. Hiki ndicho mimi nilichokuwa nacho. Kwa hivyo kwa ufupi, iwe pesa, iwe mfugo, iwe ni chakula, chochote, iwe ni ardhi, kipisi cha ardhi, iwe ni chochote kile unapeana kwa Mungu. Kwa mfano nikimalizia, ukienda kwa makanisa mengi, sehemu zile ambazo Ukristo umeanzia, hata hapa, utakuta zile plot kubwa ambazo zimejengwa makanisa sasa ni za watu waliopeana. Mtu alijisikia kwamba plot yangu eka 1.5, waje nipeane ijengwe kanisa. Mtu anainuka tu, hii nusu ploti waje ijengwe kanisa. Hii nusu eka. Wengine wamepeana hata karibu eka 10. Sasa hivi tumepatiwa sisi kama watu wa Friends Church Nairobi Meeting. Huko Kimilili huko karibu Kitale. Tumepatiwa sijui 1000 acres. Mtu alijitolea kwamba hii inapeana nini? Kanisa. Watu kama hivyo. So watu wanapeana chochote walicho kwa sababu ya kuheshimu nini? Maandiko. So chochote bwana moderator ambacho uko nacho, basi ni chakula, ni fedha, ni wanyama, ni nini kile, Mungu anakubali endapo umekitoa katika roho moja ya kusema hiki ndicho nilicho nacho. Bwana bariki, maana nimepeana. Peleka kwa miguu ya mitume. Nasi tuko pale, wengine wako pale, watakibariki. Watakapokibariki basi wanatoka na baraka. Vile yani Pastor Oscar amesema, maana hakuna njia nyingine ambayo mwanadamu amemwahidi mwanadamu akabariki. Mungu amemwahidi mwanadamu akabarikiwe, isipokuwa ni kupitia kwa njia ya utoaji. Na bwana moderator, take it from me, hakuna mtu ambaye anasimama na kazi ya Mungu Mungu akamwacha. Hakuna, na haitakuweko. The time unasimama na kazi ya Mungu, lazima Mungu asimame pamoja na kazi zako. Na kama kuna mahali unahitaji kufunguliwa, ni wewe kusimama na kazi ya Mungu. Na mimi pengine sitapeana ushuhuda kwa sababu ya wakati, but kama kuna shahidi mkubwa mambo kama hayo, ni mimi, ni mmoja wao. Unasikia ndugu? So simama na kazi ya Mungu. Kusimama na kazi ya Mungu pengine wenzangu watafanua zaidi, lakini mimi nasimama nikisema ya kwamba mtumikie Bwana pamoja na vyako. Yaani simama wewe pamoja na vitu vyako, mtumikie Bwana.
na kusimama pamoja na vyako kumtumikia Bwana. Hii inamaanisha kwamba mtolee Jehova Mungu ili Bwana afungue milango na madirisha, nafasi, yani vimiminwe mpaka nafasi ikosekane. Halafu watu wote vile pastor amesema watakuita heri, wana utakuwa. Pastor, umenikumbusha kwamba mtu usiingie kwa nyumba ya Bwana mikono mitupu. Exactly. Usiingie kwa nyumba ya Bwana mikono mitupu. Hilo linanileta kwa swali langu lingine. Kuna utoaji aina ngapi, pastor? Kuna types of giving aina ngapi? Ama ni zipi ambazo, kwa sababu hivi majuzi vile kumekuwa na zingine ambazo kidogo pastors ambao wako kwa TV wamekuwa wakisema zingine ambazo hazieleweki. Afanua jambo hili. Asante. Nashukuru kwa sababu vile mtumishi wa Mungu amepata kuongea. Ningependa kidogo niongezee. Kwanza kabisa niruhusu niseme jambo moja. Unapoangalia katika maandiko Psalm number 24 verse number 1, Biblia inasema ya kwamba duniani na vyote ambavyo viko ni vya Mungu. Duniani na vyote ambavyo viko ni vya Mungu. Kuonyesha ya kwamba kila kitu ambacho niko nacho ni cha Mungu. Lile shamba ambalo niko nalo ni la Mungu. Zile senti ambazo niko nazo hata kama ni milioni kwa akaunti yangu ni ya Mungu, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba silver and gold belongs to God. Wapendwa, mke ambaye niko naye ni wa Mungu. Mume ambaye dada ako naye ni wa Mungu. Watoto ambao tuko nao ni wa Mungu. Sasa vyote tulivyo navyo ni vya Mungu. Mungu ametuweka pale tukapate kumtungia mali yake. Mwili wangu si mwili wangu tu, bali ni mwili wa Mungu. Kwa hiyo ninapoongea kuhusu ile point ambayo umepata kuniambia, nataka nijibu katika njia mbili. Njia ya kwanza ambayo nataka nijibu, kuna mambo nimekuwa nikiangalia mimi kama Mkristo. Na nikawa natamani ya kwamba Mungu atasaidia kanisa likapate kujitoa kwa hizo njia. Njia ya kwanza natamani niongee pamoja na watu wa Mungu, niwaambie ya kwamba kwa sababu sisi ni wa Mungu, let us offer our bodies as living, holy and living sacrifices. Let us offer our bodies. Yesu Kristo alitoa mwili wake, ndipo sasa tukapate kuokoka. Na sisi tukapate kutoa mwili wetu ni kwa sababu ya huduma yake Mwenyezi Mungu. La pili, let us offer our time. Lazima tu offer our time. Wakristo wengi wamekosa kutoa time yao. Na walipokosa kutoa time yao, wapenda kazi ya Mungu imechelewa. Tumekosa kufikia watu wa mataifa, tumekosa kuwa na ibada timilifu katika makanisa, tumechelewa kuja makanisani because we don't offer our time. So it is our prayer that we offer our time. Offer your time. Jaribu ikiwezekana ya kwamba tenga hata a tenth of your time in a day kuabudu tu Mwenyezi Mungu. And lastly, let us offer our hearts. Toa sehemu mbaya katika moyo wako. Toa dhambi katika moyo wako. Toa uvumi katika moyo wako. Mpendwa, offer tu moyo wako ni kwa sababu ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. The part B of that answer. What do we give? Pastor ameongea kuhusu offering our property. Lazima we offer our property. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu amekupatia. Kama ni ng'ombe, Mungu amenipatia. Kama ni shamba, Mungu amenipatia. Na yule Mungu aliyenipatia anaweza nipatia hata zaidi kuliko pale kama nitakuwa mwaminifu. Wapendwa, kama niko na pesa kwa akaunti yangu, kwa sababu ni Mungu amenipatia, anaweza nipatia nyingi kama nitakuwa mwaminifu. Na sipokuwa mwaminifu, Mungu hataongeza. So, tunatoa our property. Tunapokuja sawa katika maandiko, katika Biblia. Okay, kila wakati watu wa Mungu tunatoa si pesa. Lakini kando na pesa, tunatoa hata yule ng'ombe ulio nayo vile pastor anasema. Alafu kuna tena utoaji wa tithe. What is tithe? Tithe is 10% of what we have. Kama ni pesa ambayo umepata katika mwezi, katika mwaka, katika siku, inafaa utoe 10% of kwa hiyo pesa. Kama ni ng'ombe umekamua maziwa karibu lita 10, toa lita 1 ya Mungu. Kama uko na kuku imetoa mayai karibu mayai 20, toa 10%. Hiyo inaitwa 10%. Kuna sadaka. Na sadaka ni dhabihu ya shukrani. Unakumbuka kile Mungu amekutendea.
Unaenda mbele za Mungu, unaambia Mungu, Mungu asante, maana katika siku umenibariki. Mungu asante, maana katika siku hili nimeona mkono wako. Katika wiki hii nimeona mkono wako. Ninapokuja mbele zako Mungu, naomba pokea hii sadaka yangu. So sadaka inakuwa mbegu ya kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu amekutendea. Na nilipokuongea kuhusu aina mbalimbali ambazo inafaa Wakristo wakapate kutoa. Wapendwa, kuna dhabihu kama mavuno. Uliomba Mungu akupatie shamba, umelima, Mungu ameleta mvua, umepanda, imefika wakati umepalilia, Mungu amekupatia neema ya kuvuna. Unapovuna, unachukua sehemu ya mavuno, unaenda nayo mbele za Mungu, unaambia Mungu, Mungu asante kwa sababu uliponiwezesha nimepata kupata hii dhabihu. Hii inaitwa mavuno. Kuna what we call the first fruit. What is first fruit? Mpendwa, kabla upate kazi ulikuwa unaomba Mungu nipatie kazi. Mungu nipatie kazi. Mungu amekupatia kazi. Mungu atakapokupatia kazi, utakapopata mshahara wa kwanza, toa sehemu. Ile sehemu unayotoa si tithe. Chukua sehemu ya shukurani, enda nayo kwa mchungaji. Ambia mchungaji, mchungaji ulisimama pamoja nami. Nataka niambie kanisa, pastor ni baba yako ya kiroho. So enda naye na your first fruit. Ambia tulipoomba pamoja nawe, Mungu amefungua milango. Nimepata kufika hapa nimefika. Itakuwa first fruit. Kama ni mavuno kule nyumbani, wakati mahindi inaanza kukomaa ama maharagwe inaanza kukomaa, ungepata kama ni mkulima anatoa sehemu fulani kwa yale mahindi. Anapotoa anaenda nayo tena kwa mchungaji. Inaitwa first fruit. So kuna matoleo mbalimbali. Nimesema hayo matatu na jinsi vile Roho Mtakatifu wa Mungu amenielekeza kusema. Nataka nifike pale nikijua next time ama mtumishi wa Mungu tena akiwa na wengine anaweza akapata kuongezeka. Mchungaji Oscar, na aina za matoleo, kama unaweza ongeza kitu. Nafikiri katika aina za matoleo Baba Askofu ameweza kufanua kwa sana. Manake matoleo ni sehemu moja ambayo muhimu, jinsi nilivyosema mwanzo, katika maisha ya Mkristo. Na matoleo, kile utakachokitoa ni mashadili ya kushawishi wa moyo wako. Unapotoa unachosikia umeshawishika kumtolea Mungu, hiyo ndio matoleo kwa Mwenyezi Mungu. Sababu hakuna aina nyingine ama mambo mengine zaidi ambao labda tunaweza kuzungumzia ambao nafikiri kwamba iko tofauti na maandiko, lakini jinsi Baba Askofu amezungumzia matoleo, fungu la 10 na sadaka shukrani, hizo ni sehemu muhimu sana katika Kristo. Na ndio aswa katika hizo matoleo, hapo ndipo ukiangalia maandiko jinsi inazungumzia sana sana katika hayo matoleo. Mengine haya ni ya kuja tu njiani, jinsi unavyoweza kushawishika, so long as unamtolea Mungu, Mungu anakubali. So wapendwa, mambo mengi yamechibuka na vitu vingi hufanyika. How do you give out your sacrifice? How do you approach your God? Because jinsi Maria ambaye kwamba there is no way you can worship your God without giving. You have to give so that you do what? You complete the service. Without that you can't. Na naamini kwamba ikiwa wapendwa watajua jinsi ya kumtolea Mungu, maana kuna wengine ambayo inakuwa kwamba kutoa uzao wa kwanza wa uzao wako, hiyo pia ni sadaka nyingine ama ni matoleo mengine ambao Wakristo, ikiwa tutakuwa tunaelewa jinsi ya kutolea Mungu, tutaweza kuinuliwa haswa hatua nyingine. Because wengi tumekuwa tukifikia mahali tunasema tu tunatoa, na Wakristo wengi wameingia katika misingi ya kusema tu kwamba mimi ninatoa. Ukimuuliza wewe unatoa, anasema ninatoa, lakini ndani yao utapata kwamba hawajaweka mahali pa kushawishi Mungu ama Mungu akawasikia ama akawabariki. Na kutoa
nataka kufahamisha kwamba ni sehemu moja ambayo inaweza kusababisha furaha ndani ya maisha ya Mkristo. Hiyo ndio sehemu moja inaleta furaha kwako. Lakini kama hutaweza kumtolea Mungu sadaka hizi ambazo, hili ni agano ambalo Mungu aliliweka kati ya wewe Mkristo na yeye, na kama ile agano la kutoa fungu la 10 hutaweza kukamilisha agano hili, basi inakuwa ni tatizo. Ndiposa Wakristo wengi bado wanatatizika ndani ya maisha yao, wengi hawana furaha ndani ya maisha yao kwa sababu hawamtolei Mungu kikamilifu. Ninapofafanua tu, hata unapotizama katika sadaka zetu za shukrani, wengi kumtolea Mungu sadaka ya shukrani ni si ushawishi wa mioyo, lakini utapata ni jinsi anavyowaza tu, ndipo anamtolea Mungu. Akiona mimi nimtolee Mungu shilingi 10, basi hiyo anaona hiyo ndio sawa, hiyo ndio atakayomtolea Mungu. Lakini Mungu umemshawishi kiasi gani ili kwamba akakupa raha yako ama akakupa furaha yako katika jamii? Kwa hivyo aina hizi aswa 3 ni muhimu sana kwa Mkristo: fungu la 10, sadaka shukrani na sadaka za uzao wa kwanza. Aswa hizo ndizo muhimu sana kwa Mkristo. Na tumemtaweza kubarikiwa na hapo. Pengine Pastor Chome, najua swala hili umelivalia njuga vilivyo. Ningependa uzungumzie kidogo kuhusu types of giving na how do we give, kwa sababu kuna siwezi kumbuka ni ukurasa upi kwenye Biblia ambao unasema kwamba ukimpa mkono wa kulia usijue mkono wa kushoto umepeana nini, ili kwamba usije ukatangaza. Ningependa ufafanue hapo, vile vile uzungumzie kwa kina kuhusu aina za utoaji na how do we give. Okay, pengine bwana moderator, swala la utoaji ni swala lingine gumu sana. Ndio maana hata katika mwimbaji mmoja katika vitabu vya Injili kuna kifungu kimoja kinaimba, anasema panda na kilio mpandie Bwana. Nasikia? Panda na nini? Na kilio mpandie Bwana. Wakati unahitaji kuvuna ni mpaka upande ndio uvune. Na ndugu, wewe naona unatoka sehemu za magharibi ya Kenya hii, Western Province, of which kule ni sehemu za ugali. Lakini unaweza kupiga picha wakati ule wa upanzi, mara nyingi huwa ni wakati wa njaa iko. Sasa unajinyima chakula kwa nyumba, lakini mpaka uchukue pesa ukanunue mbegu kwa maduka ya mbegu. Ukileta pale kisha ukanunue mbolea, ulete pale. Kama tinga limekulimia kwa nyumba, kwa shamba hivi, upate watu kukupandia, upalilie, ulinde, ndio uvune. Sasa swala hili la kupanda, unaposikia tunakwambia panda, bwana uchukua kazi rahisi, lakini huwa si rahisi hivyo. Na ili mtu abarikiwe ni lazima apande kwa uchungu, ndipo abarikiwe. Mfano tuko hapa. Hebu angalia mambo ya Ibrahim. Ibrahim amepatiwa mtoto mmoja tu wa kiume. Kisha Bwana anamwambia Ibrahimu, huyo mtoto wako mmoja uliompata kwa uchungu. Yaani imagine mnacheza mpira. Mngangane mpaka dakika zile za 85, 86, mnaelekea 90 minutes ndio mpate goli. Alafu refaria wanakata ile goli. Sio kama unaelewa hapo. Sasa haya ndio mambo yaliyompata Ibrahim. Wewe unaona umengangana from the first minute mpaka umefika karibu miaka 100. Bibi ndio huyo, hata Biblia inasema kwa ada zake za mwezi za kawaida alikuwa mama hapati tena, kwa maanisha mchezo ushakwesha hapo. Unaona? So dakika zile za mwisho nasikia hapa
hapo hapo Ibrahimu anapata mtoto wa ahadi kutoka kwa Mungu. Sasa basi mtoto ndio kishapatikana kijana. Asema yaani nashukuru Mungu ishapata. Kumbe nami nilikuwa nitapata. Hapo hapo anaambiwa huyo ambaye umempata huyo. Mlete hapo mtoe sadaka ya kuteketeza. Waona fikiri kwa ndogo ndugu hiyo. Kama ni sasa tungesema hiyo inahitaji Mungu mwenyewe, si mkono wa Mungu. Wala kuna vitu vingine watu wanasema vinahitaji Yesu mwenyewe, hata si mkono, hataji Yesu mwenyewe. So hapo ilibidi Mungu mwenyewe afanye nini? Asimame. Ndipo Ibrahim akawa ameamua kumchukua mtoto akamtoe sadaka. Sasa bwana modaleta kufikiria. Kitambo cha Ibrahim achukue Isaac, anapanda naye kwa milima. Wewe unafikiri kwa kawaida? Kama ni wewe ndugu ungekataa. Na hata yeye wakati wa kukubali kisha machozi alikuwa yanamtoka. So haikuwa kazi rahisi hivyo. Na ameenda naye pale akitaka kumchinja, ndipo Jehova Mungu anamwambia hebu angalia huko nyuma. Wacha kuleta mahali karibu. Ili tubarikiwe kwa ufupi lazima tutoe. Na kama hatutoi ni baraka hakuna. Uko na simu ya rununu ndugu yangu hapa. Inafika kiwango hii simu ya rununu wewe inajaa messages. Sikia? Na messages zikijaa pale ndani kama ziko full, message nyingine kija huwa huioni. Hebu sema amina. Huwa huioni. Unless you delete some messages. Na ukianza kutoa zile messages, ndio zile messages mpya zinafanya nini? Sasa wewe umesota, una chochote, unasikia njaa, mtu alikutumia pesa tangu juzi, lakini zina hang kwa sababu message zingine haujatoa pale. Si utakufanya na pesa kwa simu. Sasa ni mpaka udelete zile message, ukishadelete ndio ile ya pesa inafanya nini? Inakuja. It is confirmed that ulituma pesa tangu juzi shilingi 2000 na hapa hata hujui ufanye nini. Sasa ili sisi tubarikiwe ni lazima tutoe. Now, aina hizi ambazo umesema za utoaji. Jambo la kwanza vile baba askofu mkuu wa jimbo na mchungaji Oscar amesema. Tuko na sadaka ya hiari, vile umesema. Sadaka ya hiari ile ni ile moyo wako umependa kumtolea. Sadaka ya pili ambayo iko pale ni sadaka ya shukrani. Ninakushukuru kwa sababu Bwana umenipa hiki na hiki. Nasikia kama vile Hana alivyomchukua mtoto Samueli na kumpeleka kanisani, alibeba njiwa na zile kadhalika zingine zote, akisibambia Mungu ninakushukuru maana siku moja ulisikia kilio changu kanipa mtoto, akapeana hizo. Nasikia sadaka nyingine ambayo iko pale tunaitambua ni ya fungu la 10. Na hii fungu la 10 mnapoangalia haya ni maandiko, ni lazima yatekelezeke. Kila nini ya Ibrahim mwenyewe akapeana hiyo. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo 14:17 mpaka 20 tunaona vile Ibrahim mwenyewe alipeana sehemu ya 10 ya mali yake. Unaona? Hii ni lazima maana ni sehemu ya Mungu, hiyo hatuwezi kuikula. Hii ni sehemu ya Mungu. Kitu kingine ni habari za malimbuko. Hii baba askofu anazungumzia. Na katika malimbuko mimi nakumbuka hata nikiwa mdogo nazaliwa pale kwetu. Nikienuka mahindi because mama yangu alikuwa ni kiongozi wa kanisa. Mahindi yangekuwa tayari wakati wa kuchoma. Hayatachomwa pale nyumbani mpaka mama avunje yale mahindi apeleke kwa pasta. Na it is a serious note. Na mama akikupata umevunja hindi moja umekula kichapo cha mbwa utapata. Unatafuna vipi mahindi kama hajaenda kwa mchungaji? So mpaka yavunje yale ya kwanza yapelekwe mchungaji. Mchungaji akabariki. Akishabariki sasa hiyo ni kama mmeamuriwa sasa unaweza kutembea kwa shamba mkavunja mahindi mkafanya nini? Mkakula. Kwa sababu ya utifu wa maandiko matakatifu. Sadaka zingine hizi ambazo ziko ndugu tunazisikia hizi hata kama watu wana pick some verses from the Bible. Sasa tunashuhudia na hizo. Kama sadaka za kizazi kipya tunafaa kuzisikia. Kuna sadaka za unabii. Yaani ukisikia neno mhubiri kwa kanisa akihubiri ukisikia ametaja neno ambalo linakusumbua siku nyingi unaangusha nini? Sadaka. Mimi nimeshuhudia jambo kama hilo. Kule sehemu za Kakamini Majengo ile ya Vihiga. Naingia kwa kanisa na mhubiri sasa unashukumini kwa mgeni. Nikafikia ni wakati wa sadaka, kumbe si sadaka hiyo, ni sadaka ya unabii. So mhubiri akigusa neno lako lile ambalo limekugusa, unainuka na sadaka unafanya nini? Unaangusha.
hiyo inaitwa sadaka ya unabii, na vitu vingi ambavyo siku hizi vimekuja kwa mitindo mbalimbali. Lakini kwa ufupi, sadaka ndio ufunguo wa mwanadamu kufanikiwa, na sadaka ni lazima tupeane kwa sababu Mungu mwenyewe aliamuru tufanye hivyo. Tunapokuja kwa habari hizo nazungumza, Biblia inasema ukitoa mkono huu mwingine usifanye nini? Usijue. Hii ni kwa sababu ya unafiki ambao umejaa. Kuna watu wengi katika makanisa wanatoa, si ati wanamtolea Bwana, wanatoa ili watu wengine wawaone wamefanya nini, wanatoa. Na Yesu anapoongea mambo haya, anaongea kwa sababu ya unafiki ambao ulikuwa umejaa ndani ya Mafarisayo, Mahemeneo na Masadukayo, ya kwamba wao uende wakapeana sadaka ili waonekane kwa watu ya kwamba wamepeana. Unaona? Mtu anatembea kwa sadaka, kama nikatoteka 1000 basi kameshikiliwa kwa mkono hivi, anafanya nini? Anapeana pale, watu wote wajue amepeana kwa michango hivi, yani watu wamuone yeye anafanya nini, anatoa. Sasa wale Biblia inasema ya kwamba hakuna kitu watapata, maana wametoa kwa njia ya unafiki. Lakini sheria inasema beba sadaka yako, finyilia kwa mkono, weka katika kikapu cha nini, cha sadaka, mtu mwingine asijue. Na ushahidi ndio huu ndugu, ya kwamba kuna baadhi ya watu, wanaume wanawake kwa kanisa, hata kitoa mchango wake wa kufanya jambo fulani hataki bibi ajue, hataki bwana afanye nini, ajue, maana hii ni siri yake na nani, na Mungu. Kuna kanisa, mimi nimetoka mahali fulani huko Likoni, kuna watu hizi bahasha zimeandika majina, hizi bahasha za fungu la 10. Huyo mtu yake alikuwa mtu ameandika X ama ameandika B. So wakati wa collect hizi bahasha, mnaona namba B ama namba X imetoa hii pesa. There was one mom ambaye alikuwa anapeana nini, fungu la 10 kama 50,000, 80,000, anapeana hivi fungu la 10. Na hakuna jina la mtu pale, ameandika tu B. Anaandika tu B ama X. Kwa sababu gani? Hii ni siri ya Mungu, ya kwamba mkono huu ukitoa, huu mwingine usifanye nini, usijue. Nao tunapokuja kwamba wanatazijua accountability and transparency kwa kanisa siku hizi, ndio unaona majina yameandikwa pale. Hata kwa mission yetu ya Friends unaandikiwa paka receipt, kama ambao ni magodoro dukani, unaandikiwa receipt hivi, wajua umetoa pesa ngapi. Lakini biblically hii kitu haiko, maana sheria inasema mkono huu ukipeana, huu mwingine usijue. Na kama itajulikana, then huu ni unafiki. Maana sisi tunaamini kwamba hata before nitoe, vile nikienuka, already Mungu anajua ni nini naenda kufanya, nini naenda kupeana. Sasa hivi ndivyo mambo yalivyo ndugu yangu, ya kwamba kutoa kupo, aina za kutoa ziko nyingi, vya kutoa viko vingi. Na kwa sababu vya kutoa viko vingi, katika ule utoaji ni lazima tutoe kwa heshima ya Mungu. Neno ambalo liko na limeharibu kanisa kwa sasa hivi, ile heshima kwa Mungu hakuna. Kwa sababu mtu anatoa kile amejisikia. Akisema tunataka nikatoe 20, anatoa hiyo 20. Akisema atoe 50, anatoa hiyo 50. So from last year January, this man has been giving 20 shillings sadaka, pako mwako umefanya nini, umekwisha. Something surprising ni kwamba kuna watu watahupeana upepo kwa kikapu cha sadaka. Toa ndugu, toa ulicho nacho, Mungu anakuona hata moyoni. Unamuona ameenda pale, ameshikilia kwa mkono hivi, kumbe anabwaga tu pale, ni upepo mtupu. Utajuaje? Na tuko na hawa watu wako katika makanisa. Sasa wewe unafanya mpaka unamdanganya mpaka nani? Mpaka Mungu. Nao kile mimi nahitaji kusema, maana kwenda terms zimeisha. Lakini atakusema hivi, ili mtu abarikiwe ni lazima tumtolee Bwana kwa uaminifu na kwa ukamilifu. Hilo ndio naweza kusema. Hakuna kichochoro kingine ambacho baraka zitapatikana isipokuwa ni kupitia kwa njia ya utoaji. Si Bwana wabariki sana. Najua umeshaanza kuzungumzia importance of giving. Pastor, ukiendelezea hiyo maudhui ya importance of giving. Asante. Wakati pastor alikuwa akiongea, nikakumbuka kusema point moja. Wakati kila wakati Wakristo wameona
changamoto. Kila wakati Wakristo wameona burdens, wameona milima. Lakini tunapoongea the issues giving, unapoenda mbele za Mungu usiangalie mlima. Unapoenda mbele za Mungu usiangalie majaribu, angalia yule Mungu awezaye kutoa yale majaribu. Angalia yule Mungu awezaye kutoa yale mateso. Wapendwa, the message giving is powerful. There's power in giving. Amen. And it's our prayer the time will come Wakristo wakapata kutambua the power in giving. Unapotoa sawa vile pastor amesema, wholehearted giving. Umetoa giving yako kwa moyo. Kama ni sadaka, umetoa kwa moyo. Kama ni sadaka, umetoa kwa furaha. Kama ni sadaka, umetoa ile ulikuwa nayo. Na kama ni fungu la 10 ambalo ulikuwa umetoa sawa na maandiko. Hiyo sadaka hunena. Na sadaka hunena mema. Nataka niongee na Wakristo pale penye mko. Nataka niwaambieni ya kwamba kama kuna silaha ya kuvunja laana ni dhabihu tunazozitoa. Kuna laana nyingi maishani mwenu, mtazivunja kupitia katika laana. Mkristo mwanadamu alikuwa amelaaniwa akafa. Kilichotoa laana ilikuwa ni dhabihu, na dhabihu ilikuwa ni Yesu Kristo. So dhabihu zetu zinavunja laana. Dhabihu zetu zinanena a blessed generation. Ya kwamba when a father tithes, when a father, a parent gives his offering wholeheartedly, hiyo offering itaenda kufungua milango kwa kizazi chake. Na Biblia Malachi chapter 3 verse number 12, Biblia inasema na mtaitwa heri kwa sababu kuna nguvu katika kutoa. Magonjwa ya Misri ambayo yamefuata jamii yatavunjika kupitia katika dhabihu. Kwa hivyo Wakristo popote pale mnapotusikia, kama kuna nguvu, nguvu iko kwa kutoa. Kama kuna kuinuliwa, imefichwa kwa kutoa kwa moyo. Kama kuna kuvunja laana, yote imefichwa katika kutoa. Na tungetamani mjaribu, Biblia inasema wazi, mjaribuni Mungu. Jaribuni Mungu kwa uaminifu wenu na mtaona jinsi vile Mungu wa majeshi atakavyowatendea. Ndugu Pastor Oscar, mawazo yako tukimalizia kikao hichi. Matoleo haya labda ningeweza kuwapa tu reference of the books ambazo hizo vitabu utakaa utavisoma pale utakuwa hapo nyumbani, na itaweza kukusaidia sana katika ufafanuzi wa matoleo haya. Na toleo la kwanza likiwa kwamba this is what we call alm giving. Alm giving ni toleo ambalo linakuja na mtu kujitolea kwa kitu ama kifaa. Yaani unaamua nataka kutoa nyumba, jinsi Pastor Tuchoma alikuwa anazungumzia. Unaamua unataka kutoa gari, unaamua unataka kutoa shamba. Hiyo ndio inaitwa ile alm giving. Na alm giving ni sehemu muhimu sana katika maisha ya Mkristo ikiwa unaweza kufikia sehemu hiyo. Na vitabu ambavyo vinaweza kufahamisha vinakuja na hiyo ni kwamba unaposoma kitabu cha Mathayo mlango wa 6 kuanzia 1 hadi 4 utapata Mungu alikuwa anazungumzia nini kuhusu matoleo ya kitu chochote kile uko nacho. Na ya pili ni tithe giving ama fungu la 10. Fungu la 10 hiyo ni sehemu ambao Mungu aliweka agano, na ni lazima mtu mpendwa ambaye ni Mkristo ajuae amtambuae Mungu anastahili kutoa. Maana hiyo ndio sehemu inayosababisha kinga katika maisha yako, kinga katika mali yako, kinga katika jamii yako, kinga katika kazi yako. Usipotoa fungu la 10 huwa hujaweka kinga katika kazi yako yote. Unapotizama utapata kwamba kama hawa wapendwa ambao labda hawamwamini Mungu, wanatumikia miungu ingine, wanaoenda katika kuna mambo yao wanasema wanaweka kinga. Watu wanajiweka na mahirizi, watu wanajiweka sijui na vitu vingine, mizimu nini, wanaweka kinga katika mali yao. Lakini kwa Mkristo this is a biblical giving. Sio kitu kingine. Hiyo haiji mali pengine wala si mwanadamu ameweka ile, badly ni agano ambalo liko katika Biblia. Ya kwamba unapotoa tithe basi unaweka kuta ya kukinga maisha na hali yako yote. Bwana siyo sana.
Na vitabu ambayo inaongeza kufahamisha hapa ni kwamba unaposoma Leviticus 27 kuanzia 30 utapata hiyo sehemu ambayo inaandikia tithe, na Malachi 3:8 ukienda mpaka 11 utaanza kuona pia Mungu anazungumzia nini kuhusu fungu la 10. Basi ya tatu nao ni offering. Offering, kutoa sadaka, offering giving. Matoleo ya sadaka ni muhimu sana katika Mkristo. Maana sadaka hiyo ni hiari ya moyo. Na hiari ya moyo inasema kwamba sadaka tunaweza toa zaidi ya fungu la 10. Si kwamba lazima, wajua kuna watu wamejifunga, wanajua sadaka ni kutoa tu shilingi 10 ama ni kutoa ile kidogo tu ile. Lakini wacha kwambie, ukitaka kuguza roho ya Mungu ni unapotoa zaidi ya kile unachokifikiria. Ukimtolea Mungu sadaka itakayo toa manukato, basi hiyo sadaka itapokelewa na Mungu, na Mungu atakubariki maradufu. Because when you want to open the doors, hii sadaka ndio huwa inafungua milango. Sadaka, uambiwa Kristo ama niwafundishe, mahali ulipo utakapojifunza kumtolea Mungu sadaka ya manukato, hiyo ndio wakati unaanza kufungua milango yako ya mbinguni, milango ya baraka. Maana unapoangalia kuna sadaka ambao watumishi wa Mungu wazee wa kale walikuwa kama kina Abraham, sadaka walizokuwa wanamtolea Mungu mpaka Mungu anawaguza, ilikuwa ni sadaka ya kumguza mahali. Na ile sadaka ilisababisha Mungu anakumbuka agano, na anapokumbuka agano anabaki kuachilia baraka zake kwa wingi. Ndipo nataka kuwafahamisha kwamba jifundisheni kumtolea Mungu sadaka ya manukato. Usio tu kumtolea Mungu sadaka kwa vile labda tulijifunza kutoka kitambo wengi wanavyofanya. Nakumbuka kwamba tangu tuanze labda ulipoanza nursery school unapewa peni moja, unapewa shilingi 10, unapewa shilingi 5, unapeleka sadaka. Basi hata hiyo imesababisha watu wamekuwa na hiyo dhamira mpaka sasa. Hivyo ndivyo wanavyofanya tu. Nataka nikufundishe, mguze Mungu katika sadaka manukato. Jinsi tunavyomtolea Mungu hatuwezi kubarikiwa. Jinsi tunavyomtolea Mungu hatuwezi kuinuliwa mahali. Jinsi tunavyomtolea Mungu hatuwezi kuguza Mungu mahali. Na ndio maana wengi Wakristo wengi utapata wanaishi maisha ya kutatizika mpaka wamefikia mahali basi wanavutiwa tu na wale watu wa udanganyifu na kuambia kwamba fanyeni hivi ndiposa mtabarikiwa. Lakini acha nikwambie kwamba kumguza Mungu ni kumtolea sadaka iliyokamilika. Na sadaka kukamilika ndio hii mpendwa, umtolee Mungu sadaka ya manukato. Bwana asifiwe sana. Nikiwatolea references vitabu katika sadaka manukato, ukisoma Exodus chapter 35 verses 5 utaangalia jinsi Mungu alikuwa anazungumzia type and form among the offerings unto the Lord whatsoever. Alafu anazungumza kwamba Exodus 35 pia 29 utaangalia how the children of God Israel brought a willing offering unto the Lord. Na ukisoma kitabu kingine tena Deuteronomy 16 mlango wa 10 utapata kwamba and how God shall keep the feast of the weeks. Walipokuwa wanamtolea sadaka zile, this the promises of God. Na ukisoma tena kitabu kingine Deuteronomy 23 verses 23 utapata kwamba that which is gone out of thy lips then thou shalt God give. Whatever you give to God, then God shall give it to you. If you don't give to God, then it is difficult for God also to give it to you. How much you sacrifice to God, then God shall meet your needs. But the problem is that the moment we tunakunja mikono yetu na tunajifunga katika hali za imani na hali ya kutoa, basi unapata kwamba matoleo yetu ama baraka zetu zinakuwa ngumu sana katika maisha ya Mkristo. But once you test God, because God says, test me this way and see what I'm going to do to you. How much have you tested God that God may do what? May increase your blessings. But not that maisha tunayoishi si ya kawaida tu. Maisha tunayoishi si yetu. Tunaishi maisha wa upendo. Wengi wanaishi maisha ambayo si yao, ni kwa sababu hawajatambua jinsi ya kukutana na Mungu. Unapotambua jinsi ya kukutana na Mungu, Mungu atakuinua sana. And then nataka kumalizia tu
we had also a grace giving. Grace giving in the Bible ilikuwa inakuja na kitabu, kisoma kitabu cha 2 Corinthians hapo kuanzia mstari wa mlango wa 6 mstari wa 5, inakwambia kwamba when you look at these people, the Corinthians, they gave more than what they were willing. Yani unataka kutolea Mungu kile kitu ambacho hata mwenyewe hujiwezi. Anaambia kwamba haja kando na umasikini wao, kando na hali yao walikuwa nao, walimtolea Mungu mpaka wakamguza Mungu. Waliweza kutoa zaidi ya kile walichokuwa wanaweza kutoa. Hiyo ndio njia nyingine pia unaweza kumtolea Mungu. Angalia Abrahamu katika sadaka yake ya kusema kwamba wacha sasa Mungu amemwambia kwamba nitolee mtoto wako kama sadaka. Ile ni uzito. Hilo ni jambo ambalo hata mtu mwingine mwanadamu labda kama wewe ama na mimi hatungeweza kufanya. Lakini angalia yeye anajitona na anaamua wacha nikamtolee Mungu huyu mwanangu. Na anapompeleka Mungu anaona kwamba kweli imani ya huyu bwana iko juu sana. Ikiwa yuko tayari kumtolea mtoto wake, basi nami nitamfanyia mambo haya. Na Mungu akambariki zaidi ya jinsi alivyokuwa ametarajia. So nataka kuhimiza tu wapendwa, we need to meet God in giving. We can't meet God without giving. May God bless you. Amen. Pastor, kwa ufupi sana maneno yako ya mwisho kwa siku ya leo. Ni kwa ufupi zaidi, nataka niongee pamoja na members wetu popote pale mko. Nataka niwaambieni ya kwamba God is commanding us to give. Unaposoma Malachi chapter 3 verse 9 and 10, God commands us to give. Unaposoma Luke chapter number 6 verse number 38, God is commanding us to give. Na anasema nijaribuni katika hii muone jinsi vile mtakavyotenda. Nataka niwahimize popote pale penye mko, Wakristo, wana wa Mungu, popote pale penye mko, give. Just give. Na utakapotoa kwa moyo, Mungu atakuinua, Mungu atakusimamia, Mungu atakupigania. Hata kama uko nyumbani, hata kama uko wapi, pale penye uko, you can make to give, na utapokea baraka zake Mwenyezi Mungu. Amen. Pastor, I've learned that one, don't walk into the house of God with empty hands. Give the 10th item each time that the Lord has given you. It is not yours. You have 10 shoes, the 10th one is not yours. You have 10 shirts, the 10th one is not yours. You have 10 trousers, the 10th one is not yours. You have 24 hours to live in this world every day. 2 hours are not yours. They belong to God. To summarize this, Pastor, summarize, pray for us as we close this program. Thank you. Asante. Basi mimi tu na kusema sina, maana tumeongea zaidi na mambo haya nadhani yamefahamika. Mwenye masikio amesikia, lakini habari za kubarikiwa ni wewe mwenyewe uchague. Hakuna mtu atakaye kulazimisha ubarikiwe. Ukitaka baraka, mwimbaji alisema utapata. Maana hazina ya Bwana haikosi mema. Hiyo tu imejaa mema. Na hiyo mema tumewekewa kwa ajili yetu. So Bwana wabariki, Bwana watie nguvu. Wakati huu ndio mgumu, mmekaa kwa majumba, kazini hakwendeki, mambo ndivyo sivyo, lakini hata pale pabaya ni lazima tumtumikie Mungu pamoja na kile kichache tulicho nacho. Tuombe. Bwana Mungu, shina kutawala, Jehova ni mtakatifu na kuabudu na kuinua. Wewe ndiwe Jehova, na zaidi ya Mungu kama wewe hajawahi kuonekana. Asante kwa ajili ya mapenzi yako, asante kwa ajili ya kila hali. Baba, tazama siku ya leo tumekuwa mbele zako Jehova kwa ajili ya issue hii juu ya utoaji. Bwana Mungu wa mbingu, hili ni agano, hili ni ahadi, hili ni agizo kutoka kwa Bwana ya kwamba ni kupitia kwa hii njia ndipo samasia madirisha na milango ifunguke, watu wakapate kubarikiwa. Ndivyo vilivyo siku ya leo mahali hapa unapoongea na ulimwengu, unapoongea Baba na kanisa lako. Imani yangu ni kwamba unaenda kushuka kwa katikati yetu Shaddai. Naomba kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambaye anasikiza Bwana na kutazama asubuhi ya leo, na kwamba Baba baraka zako neema zikashuke kikundi hiki hapo mahali hapa, nikiweka mikononi mwako. Hata wanao organize mipango na mikononi mwako Jehova, wewe mwenyewe simama katikati au mfalme. Kila minuko katika maisha wa Kristo, kila minuko katikati ya watu wote niishi katika Kenya hii,
panda shuka zote tunazikataa katika jina la Yesu Kristo. Na kumbuka hata wale ambao wamepatikana positive na ligonjwa ya COVID-19, Masia akawatetee, kawaponye kwa sababu ni Mungu. Madaktari wote Kenya nzima naweka mikononi mwako, wasimamizi wote wa Wizara ya Afya mikononi mwako, hata rais mikononi mwako Jehova, na ikumbuka Kenya na ulimwengu mzima mikononi mwako Jehova. Janga hili Masia likaondoke katika jina la Yesu Kristo. Mungu simama mwenyewe kwa sababu unatosha. Asante kwa sababu Jehova, wakati kama na majira unapofunga kao hiki, najua Baba utakuwa pamoja nasi kwa ajili ya utukufu wako. Pokea heshima, pokea adhama, maana hakuna mwingine kama wewe. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuabudu. Amen. 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 Bwana awabariki sana. Jehova na watie nguvu. Amen.